because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Sawa, tuanze mada. Tazama kama ninaweza kuifanya kwa nusu saa. Waraka wa pili kwa Wakorintho. Sura ya 6. Leo tuna mada ya kuvutia sana na yenye faraja kwa mataifa. Kwa hivyo, chukua daftari lako. Mada ya leo ni nira isiyo sawa. Inasema msifungamane. Je, tuko hapo? 6:14, ndiyo. Waraka wa pili kwa Wakorintho, au mko katika wa kwanza? Wa pili. Inasema msifungamane pamoja katika nira isiyo sawa na wasioamini. Kwa nini mtu asifungamane na asiamini? Mungu huokoa nani? Waumini. Mungu huokoa nani? Muumini na asiamini. Basi ni kitu ambacho hakikubaliani, sivyo? Kwa hiyo anasema msifungamane katika nira isiyo sawa na wasioamini. Haki ina uhusiano gani na uasi haki? Na nuru ina ushirika gani na giza? Na Kristo ana maelewano gani na Beliali? Muumini ana sehemu gani na asiamini? Kuna makubaliano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Hekalu la Mungu ni nani? Sisi ni hekalu la Mungu. Sanamu ina uhusiano gani na hekalu? Mungu hapana. Ndiyo maana mataifa yanateseka. Usiwahi kuwa na sanamu. Kuwa mwangalifu na malaika wadogo pia. Unajua kwamba tuna malaika wa kutuhudumia na tunapenda kuwaona malaika. Lakini kuwa mwangalifu sana na usije ukafanya hivi. Kuwa mwangalifu sana na hilo. Inasema na nini? Samahani, tulikuwa tumesoma mstari wa 16. Nitarudia, kuna makubaliano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu asemavyo, nitakaa ndani yao, nami nitatembea ndani yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, jitengeni nao, asema Bwana, wala msiguse kitu chochote kilicho najisi. Nami nitawapokea. Nami nitakuwa kwenu baba, nanyi mtakuwa kwangu wana na binti, asema Bwana Mwenyezi. Basi wapenzi, kwa kuwa tuna ahadi hizi, tujitakase na kila uchafu wa mwili na wa roho, tukikamilisha utakatifu wetu katika kumcha Mungu. Kusudi la Mungu ni kuwaokoa waumini. Huo ndio kusudi la Mungu. Sasa, anaposema kuwaokoa waumini, tayari wao ni waumini. Mungu anawaokoa kutoka akilini. Kwa sababu Mungu aliokoa alipokufa msalabani Kalvari. Aliokoa kama Adamu alipotenda dhambi. Mtoto aliyezaliwa alikuwa na haja ya kumfanya mkosefu. Alichohitaji ni kuzaliwa. Adamu alipotenda dhambi, watoto wote walizaliwa katika dhambi baada ya Adamu. Walikuwa wateule. Au awe nani? Kabla ya msalaba, kabla ya Kristo kufa, wote waliozaliwa kabla ya Kristo walizaliwa katika dhambi, wote waliochaguliwa walizaliwa katika dhambi. Kwa nini? Mungu hafanyi kazi na wengi, Mungu hufanya kazi na mmoja. Mmoja tu alitenda dhambi na kifo kiliwapata wengine. Kabla ya Kristo kwenda msalabani Kalvari, wote walizaliwa katika dhambi lakini hawakujua. Unajua kwa nini hawakujua?
Kwa sababu Paulo hakuwa amefika. Paulo ndiye anayetuambia katika Warumi na waraka kwa Warumi ulioandikwa na Paulo. Mitume 11 hawakujua kwamba walikuwa katika dhambi hata walipokuwa wakitembea na Yesu. Hawakujua kwamba walikuwa wakosefu. Tazama kwamba Maria mama wa Yesu alikuwa mkosefu mwingine na Mungu alikuja na kukaa Roho ndani ya mkosefu. Ingawa unajua kwamba Wakatoliki kwa kutojua kwao husema, Ave Maria safi sana, ulizaliwa bila dhambi, kwa sababu ya ukosefu wa ufunuo, kwa maana wote walitenda dhambi kabla ya Kristo na sasa ni kwa namna ile ile. Kwa sababu baada ya msalaba wote huzaliwa wakiwa wameokolewa, huzaliwa wakiwa waumini. Mnataka kuiona nami katika Warumi kwa sababu na kuona hivi kuna watu wengi, maelfu wananitazama kwenye intaneti kwa ajili yao, tafuta nami katika Warumi sura ya 5 na tunatatua suala hilo kwa sekunde moja. Kwa sababu ni lazima kuwapelekea mataifa nuru. Sura ya 5. Tazama kinachosema mstari wa 17. 5:17 tafadhali. Haikuwa katika mhadhara wa leo, niliongeza. Chukua daftari la mstari huo. Inasema basi ikiwa kwa makosa ya nani mmoja tu ufalme wa kifo, zaidi sana watatawala katika maisha. Kwa nani hasa? Kwa mmoja tu. Si kazi yako ya kwamba ulitenda vizuri. Hapana, huyu ni mmoja tu. Mmoja aliharibu na mwingine akairekebisha. Mmoja alikuweka katika dhambi na mwingine akakutoa katika dhambi. Mmoja alikuharibia na mwingine akakubariki. Inasema hii mmoja tu. Inasema Yesu Kristo, wale wanaopokea wingi wa neema na kipawa cha haki. Basi kama vile kwa makosa ya mtu mmoja hukumu ilikuja kwa watu wote, vivyo hivyo kwa haki ya mtu mmoja ikaja kwa watu wote uhalali wa uzima. Kwa maana kama vile kwa kutomtii mtu mmoja wengi walifanywa wakosefu, vivyo hivyo pia kwa kutii kwake mtu mmoja wengi watafanywa wenye haki. Hii inamaanisha, tazama, ubarikiwe, nishikilie, kwa sababu napenda kufundisha kwa uwazi ili mtoto aelewe. Adamu alitenda dhambi na kila aliyezaliwa baada yake alikuwa nakala iliyoharibika. Musa alikuwa mkosefu, manabii, Daudi, yule aliyetenda vizuri, yule aliyetenda vibaya, walikuwa katika dhambi kwa nafasi. Hata kama alitenda vizuri, alikuwa mkosefu. Kama alitenda vibaya, alikuwa mkosefu. Hata kama alijitakasa, alikuwa mkosefu, lakini hakuna mtu aliyelijua hilo, kwa sababu Paulo ndiye fundi seremala mkuu, yeye anayefunua haya baada ya msalaba. Najua hili sasa na wewe, kwa sababu imeandikwa baada ya msalaba. Mitume 11 walijua nini? Walifunga tu, walilia na kusema, Bwana, nikijitakasa kwa ajili yako, lakini Mungu alisema, hawajui kwamba nimewashika chini ya dhambi. Kwa sababu mmoja tu, mkuu wa wawakilishi, aliwaharibia. Hakukuwa na mtakatifu kabla ya msalaba. Wasifie ikiwa unaweza. Ninahubiri Injili. Tazama, kwa hili ninaweza kusimama na dini zote huanguka kwa sababu hazijui siri hii. Kwa hiyo Paulo anasema vivyo hivyo, ikiwa wanabadilisha njia, tayari wako katika uongo na wote, tazama, dini zote zimebadilisha njia. Kwa namna ile ile ambayo mmoja aliwaharibia, wakati mwingine alipokuja Yesu Kristo. Anakufa, anafufuka. Wanazaliwa wakiwa wameokolewa. Walizaliwa katika dhambi. Sasa Kristo amefufuka na waliochaguliwa wanazaliwa wameokolewa, ila hawajui. Paulo hukuhubiri toba. Kwa nini utubu ikiwa tayari umeokolewa? Mungu hajali ukiri dhambi zako. Nilifanya dhambi Jumatatu, nilifanya dhambi Jumanne. Sahau hilo. Nataka urudiane naye kwa sababu nilibeba dhambi zako zote. Nilizisahau. Haya. Sikiliza, hii ni hisabati isiyokosea, lakini ni rahisi sana. Nina nakala hii. Na ukitafuta mashine ya kisasa kama Danieli alivyosema, na nitaweka hapo, nitatoa nakala 1000 na zinatoka zimekarabatiwa. Lakini nitaweka hii iliyoharibika, na zinatoka zote zimeharibika. Tazama hivi. Adamu aliharibu nakala 1000 na Kristo akarekebisha nakala 1000 hizo.
Ni mamilioni ya mamilioni, lakini tuzungumzie nakala 1000 kwa sababu ni ghali sana kutoa nakala 1000 kuliko sasa kuharibu nakala 1000 hizo. Au tuzitaje 100 kama kondoo 100. Kristo alizungumza kuhusu hili, mimi ndimi mchungaji mzuri. Nikipata 99 ndani na mmoja nje, nitamtafuta hadi nimwone na kumrekebisha. Mimi nimemrekebisha. Hii ni kazi ya mtu mmoja, hiyo ya kwamba unalipa gharama na lazima ujitende vizuri, na kwamba la sivyo, na kwamba Kristo akija na kukukuta katika dhambi gani atakukuta? Ikiwa tayari amekuondolea, aliondoa dhambi iliyokutenganisha na utukufu wa Mungu. Kristo atakuja vipi na kukukuta katika dhambi? Ni uongo. Mchungaji, unaniambia kuwa makahaba waliochaguliwa ambao wataamka miaka 2 ijayo wameokolewa? Mkahaba, licha ya kuwa na watu kadhaa, ameokolewa na hajui. Ni lazima niende nikamwambie, na wewe ni lazima uende ukamwambie. Najua hii ni ngumu kwa waumini na kwa wasiopenda kweli, lakini mimi ninayependa Injili iliyoandikwa hapa. Sipendi wazo la kusema kuwa kahaba huyo ameokolewa. Na mraibu wa dawa za kulevya na yule anayemua, sipendi wazo hilo. Lakini si suala la mimi kupenda wazo hilo. Ni jinsi Mungu anavyoamua, na unapaswa Tazama, ndiyo maana Wayahudi walichukia. Kwa sababu wanasema wakijitahidi kuthibitisha haki yao wenyewe, hawakutii haki ya Mungu. Paulo alisema, tazama, wana wivu kwa Mungu. Najua wana wivu, lakini si kwa maarifa. Tuko katika karama ya maarifa. Mungu anasema alitoa karama kwa wanadamu na akatoa karama za maarifa, na hiyo ndiyo karama yangu, karama ya maarifa ya Mungu. Turudi kwenye mada. Tujarudie Wakorintho sura ya 6. Sikiliza, nimekasirika, nahisi utukufu hapa. Sasa ndipo utakapoelewa maana ya kuungana na mtu asiyeamini. Msiunganishwe kwa nira isiyo sawa na wasioamini. 6:14. Kwa maana haki na uasi vina uhusiano gani? Na nuru na giza vina ushirika gani? Kwa hivyo, ndiyo, nilirudi Korintho sura ya 6 mstari wa 14. Tazama, asiamini ni mwovu. Mtume, unaniambia kuwa bosi wangu ni mtu mwema? Ni mtu analipa serikali kodi zake, ana familia yake vizuri, watoto wake wanaenda shule, mume wa mke mmoja. Kama ni asiamini, ni mwovu. Unajua kwa nini ni mwovu? Kwa sababu Mungu anashughulika na nafasi. Ikiwa wewe ni muumini kwa Mungu, Mungu anatarajia ujitende kwa haki, kwa sababu wakati mwingine waumini hujitenda kwa dhuluma, lakini ni muumini na nafasi yake ni tofauti, kwa sababu Mungu tayari amemweka ndani. Mara moja ndani, daima ndani. Kama unapanda vibaya, unavuna vibaya. Kama unajikosea, utavuna vibaya. Lakini kitu kimoja ni kuwa muumini na kingine ni kuwa asiamini. Na yule ambaye neema hajamfikia, neema ni asiyeamini. Nina familia ya Kiprotestanti. Wanaenda kanisani. Na katika hali hii wao ni wasioamini. Kwa sababu hawajaamini Injili. Nilikuwa mbatizaji na nilikuwa asiyeamini. Na nilikuwa Mkatoliki na nilikuwa asiyeamini. Sasa kuna wasioamini wa mbegu na kuna wasioamini ambao neema haijawafikia. Kuna aina mbili za wasioamini. Kuna mwana wa uharibifu, hata ukijitahidi vipi hataokolewa, kwa sababu anaitwa mwana wa nani? Lakini Paulo anazungumza kuhusu aina nyingine ya wasioamini. Anazungumza kuhusu, kwa mfano, Petro alikuwa asiyeamini. Mitume walikuwa wasioamini kwa sababu hawakumwamini Paulo. Nafikiri ukisoma Wagalatia unaweza kuona kwamba Paulo alisema, Petro alipokuja Antiokia nilimpinga uso kwa sababu alikuwa wa kulaaniwa, hakumwamini.
Na wao walikuwa Wakristo wa Juda wasioamini agano la neema. Wachungaji wa Miami ni wasioamini kwangu, kwa sababu hawajaamini ujumbe wa neema. Kwa Paulo ni wasioamini. Unajua kwa nini? Kwa sababu Paulo anasema shetani alishindwa, lakini wanasema yuko hai. Watu wasioamini sana. Paulo anasema kwamba unazaliwa tayari umeokolewa, na wao wanasema unaweza kupoteza wokovu. Paulo anasema hapana, hata hilo halifikirii hapa. Unawezaje kupoteza wokovu ikiwa unazaliwa tayari umeokolewa? Kwa hivyo, Mungu anasema. Tafuta sasa Wakorintho. Samahani, Wakorintho. Sura ya 7. Tuanze na mstari wa kwanza. Tuzungumzie ndoa, nira isiyo sawa katika ndoa. Inadhirije wakati muumini katika neema ameolewa, mwanamke na mwanamume ambaye haamini, au mwanamume na mwanamke ambaye haamini? Jinsi nira isiyo sawa inavyoathiri. Ninachokwenda kuzungumza sasa itaathiri ulimwengu mzima kupitia kamera, kwa sababu haijawahi kusemwa kwa miaka 2000, haikuwahi kuelezwa. Na habari nyingi zinahitajika kufariji watu wengi sana wanaoteseka kwa kutojua ukweli. Tazama anachosema. Anasema kuhusu mambo mlioandikia, ingawa ingelikuwa vyema kwa mwanadamu asiguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya uasherati, kila mwanamume na amoe mkewe, na kila mwanamke ajioe mumewe wake mwenyewe. Mume amtimizie mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke amtimizie mumewe. Mwanamke hana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe, bali mumewe, wala mume hana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe, bali mkewe. Msinyimane ninyi kwa ninyi, isipokuwa kwa muda wa pamoja kwa ridhaa yenu, ili mpate kujishughulisha na sala kwa utulivu. Na mrudiane tena, ili shetani asiwajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Anaposema shetani asiwajaribu, unajua shetani anajaribu vipi, sivyo? Kwa macho, kwa mwili, kwa upande wa shetani, mwili. Kwa sababu shetani alishindwa, kwa hivyo hatatokea sasa kukujaribu wewe, unajijaribu mwenyewe kwa tamaa zako mwenyewe. Anasema, rejea ya 6, lakini nasema hivi. Lakini nasema hivi kwa njia ya kuruhusu, si kwa amri. Yaani mtume anapendekeza mambo fulani. Ningependa zaidi wanaume wote wawe kama mimi. Lakini kila mmoja ana kipawa chake kutoka kwa Mungu, mmoja kweli kwa njia moja, na mwingine kwa njia nyingine. Sikiliza, angependa wanaume wote wawe kama yeye. Uzao haungekuwa umeongezeka. Tazama anachosema, anasema. Nasema basi kwa waseja na wajane kwamba ingelikuwa vyema kwao kubaki kama mimi. Fikiria. Sikiliza, huyo Paulo alitaka wasiolewe. Wajane wabaki wajane na waseja wasiolewe kabisa. Vema, hapana, yeye anazungumza. Lazima umwelewe kwa sababu yeye mwenyewe baadaye anasema, ndoa na iheshimiwe kati ya wote. Yaani lazima uelewe muktadha. Na Paulo anaongea na kanisa la kimwili kwa Wakorintho. Walifanya kila kitu vibaya sana. Walichukua Pasaka vibaya. Aliwaandikia kama watu wa kimwili, si kama watu wa kiroho. Kwa hivyo alilazimika kugusa mada hata za ndoa. Alilazimika kugusa kwa sababu walikuwa na machafuko makubwa sana katika makutaniko. Na kwa hivyo pia huko kulikuwa na mahekalu yaliyojitolea kufanya ngono katika mahekalu, dini zilizofanya aina hiyo ya uasherati mbaya. Anasema, rejea ya 9. Lakini kama hawana kipawa cha kiasi, wao waolewe, kwa maana ni afadhali kuolewa kuliko kuendelea kuungua. Yaani lazima uwe na kipawa. Hapa ndipo Wakatoliki, kwa sababu walijifunza kutoka kwa Paulo. Kwa hivyo kutoka hapo, Petro alianza kuwakataza watu wanaofanya kazi katika Ukatoliki kuwa, akitumia mafundisho haya ambayo Paulo alitoa kwa uangalifu.
Lakini Paulo anasema kama ana kipawa, kwa sababu kama la, tazama kinachotokea. Wanaingia hawa vijana maskini katika Ukatoliki na wanakuwa wanawake na baadaye wanaanza kuwa na tazama madai yote ambayo kanisa Katoliki linayo sasa kwa sababu ya hilo, kwamba kuhani aliwabaka wavulana katika miaka 10 aliyokuwepo na Kwa nini? Kwa sababu hawana kipawa cha kiasi. Kama una kipawa, sahau, hakuna kitakachokutokea, kwa sababu una sema kipawa. Kipawa ni kitu ambacho Mungu anakupa uwezo wa kubaki kama Paulo alivyokuwa. Paulo alisema, mimi nilibaki peke yangu. Lakini kama huna kipawa usifanye, kwa sababu utajiletea shida. Ndiyo maana Paulo katika Timotheo anasema, katika nyakati za mwisho kutakuja dini zitakazokataza kuoa. Na tayari kukataza ndiyo kanisa Katoliki linafanya, linakataza kuoa na linaweka wanaume huko na wanawake pia, na ndiyo maana shida kubwa zinajitokeza baadaye, ambazo sisi sote tunazijua. Vema, tuendelee. Anasema, lakini kwa wale walioana ninaamuru, si mimi bali Bwana, kwamba mke asimwache mumewe kabisa, hata kama ni asiamini. Anasema asimwache. Na kama akimwacha, abaki bila kuolewa au arudiane na mumewe, na mume asimwache mkewe kabisa. Na kwa wengine mimi nasema si Bwana. Anaweka wazi hapa anaposema Bwana na mimi nasema, kwa sababu Paulo analazimika kuingilia kati hapa kutoa ushauri kwa sababu ya maarifa aliyokuwa nayo ya sheria. Anasema na kwa wengine mimi nasema si Bwana. Kama ndugu ana mke ambaye si mwamini, sikiliza hili. Ndugu ambaye ana mke ambaye si mwamini, na kama yeye anakubali kuishi naye, asimwache, lakini yeye lazima akubali. Yaani anasema nakubali hata kama mimi si mwamini na yeye anavumilia mwanamke huyo. Basi tazama anachopendekeza Paulo. Asimwache. Na kama mwanamke ana mume ambaye si mwamini na yeye anakubali kuishi naye, asimwache, kwa sababu mume asiamini, tazama hapa, amefanywa mtakatifu katika mwanamke, na mwanamke asiamini katika mume, kwa maana vinginevyo watoto wenu wangekuwa najisi, ingawa sasa wao ni watakatifu. Yaani anachojaribu kusema Paulo hapa, wakati katika nyumba kuna mwanamume au mwanamke anayejua neema, yeye kwa ujuzi wake huwatakasa familia nzima, kwa sababu yeye ana malaika ambao hata kama mume atatenda vibaya, basi yeye kwa kukiri kwake humlinda yeye, kwa sababu wameungana. Wao ni mwili mmoja. Na kisha yeye pia kama ni asiamini na mume yuko katika neema na anakiri neno, agano humlinda yeye na humlinda yeye na watoto wanaozaliwa, kwa sababu watoto wanaozaliwa hata kama yeye ni asiamini, yeye ni mwamini na watoto wanazaliwa katika baraka. Sasa tazama anachosema Paulo, tuendelee kwa sababu hii haijaisha bado. Anasema, lakini kama asiamini anajitenga na aachane. Kwa maana ndugu au dada hayupo chini ya utumwa katika hali kama hiyo, bali Mungu alituita kwenye amani. Tazama, kuna mambo matatu ninayotaka kukupa. Wakati umeungana na mtu ambaye haamini Injili, unadhirika kwa mambo matatu. Tazama, kibinafsi, kwa familia na kiroho. Mambo matatu yameathirika. Kibinafsi kwa maana gani? Basi fikiria. Wakati unajua neema hii, na wewe unaanza kujitangaza umebarikiwa, na wewe unaanza kusema shetani alishindwa, Kristo aliondoa dhambi, mimi ni mteule, hapo utakuwa na shida na familia yako. Nina shida na kaka yangu na dada yangu na yule mwingine na yule. Wao wanafikiri mimi nina kichaa kabisa. Huoni kwamba wao wanakula shetani asubuhi, shetani mchana? Wao hufanya karamu ya mwisho. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Wao wanaamini ubatizo wa maji, kwamba huo huokoa au husaidia. Mimi siamini hivyo. Kwa hiyo ninaongelea kipengele cha kwanza. Wale wanaochukua noti, angalia kwanza binafsi, kisha familia na kisha kiroho. Wakati kuna nira isiyo sawa, sema nira isiyo sawa. Huo ndio mada ya leo jioni.
Kwa hiyo Paulo anatuelezea kwamba Bwana wetu alituita kwa amani. Jambo la muhimu sana ni kwamba kuna amani, na kama wote wanakubali na wanaishi vizuri, msitengane. Bwana anataka muwe wamoja. Kwa nini kutengana? Inauma sana wale ambao wamepita uzoefu huu hapa, ambao wana ndoa zaidi ya moja. Mnajua jinsi inavyouma sana. Jicho la dhoruba liko juu yako na halikuruhusu kuendelea. Lakini kama mnaweza kufanya kazi pamoja, kaeni pamoja. Sasa kama mkitengana, basi kuna ushauri, anasema mtume. Anasema mstari wa 16, wewe mke wafahamu nini? Labda utamwokoa mumeo. Mwokozi kutoka nini? Mwanamke anaweza kumwokoa mtu, ni Kristo anayekuokoa. Anaongelea kipengele cha pili cha wokovu. Wokovu wa akili, wokovu unapojifunza kusema nimebarikiwa, shetani ameshindwa. Huo ndio wokovu. Wale wasiojua hili, kuna kaseti inaitwa aina 3 za wokovu. Ya kwanza, ile ambayo Kristo alifanya uliposhwa dhambi na ukaokoka. Na kisha ya pili ni kipengele cha kila siku cha kuishi, mtindo wa maisha. Huo ni wokovu. Na ya tatu, kipengele cha utakapokufa na kuondoka ulimwenguni. Hiyo ni hatua ya pili ya wokovu na unaingia katika ya tatu, ambacho ni utakapoenda peponi na Bwana au mwili wako utakapobadilishwa kuwa kama wake, ambacho ndicho tunachokitarajia siku za usoni. Mnanuelewa? Kwa hiyo in compagnie, mwanamke anaweza kuwa na mwanamume, kwa sababu tatizo ni kwamba katika mambo binafsi kuna shida kubwa. Ninawajua dada fulani wanaoniambia, mtume, ninapaswa kutoa zaka kwa siri. Huoni kwamba yeye si mwamini? Na yeye anafanya kazi, kwa hiyo yeye huja kanisani na lazima atoe kwa siri, vinginevyo atasema juhudi zangu zote ili mtume avae hivi vizuri. Hivyo ndivyo anavyofikiria. Hafikirii kwamba hulipiwa umeme, hulipiwa jengo, hulipiwa hiki, hulipiwa kile. Anaona tu, ona pete aliyovaa mtume. Wameniambia zaidi ya hayo. Hapa mama mmoja aliniambia, nilileta mume wangu kwa mara ya kwanza. Alipomwangalia aliniambia, ona, sina suti kama ya mtume. Yaani, kuolewa na mtu asiyeamini ni tatizo. Kwenye mambo binafsi ninaongelea mambo binafsi. Sasa tunaenda kwenye mambo ya familia ambayo ni hadithi nyingine, na kwenye mambo ya kiroho ni hadithi kubwa. Hiyo ni Kalvari. Hiyo ni kurudia Kalvari. Anasema mstari wa 16, ninahubiri Injili, ndugu, na ulimwengu na nanyi. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 7 mstari wa 16. Mada ya leo ni nira isiyo sawa. Kwa wale walioingia mtandaoni sasa hivi, anasema mstari wa 16, maana wewe mke wafahamu nini, labda utamwokoa mumeo? Au wewe mume wafahamu nini, labda utamwokoa mkeo? Lakini kila mmoja kama vile Bwana alivyomgawia, na kama vile Mungu alivyomwita kila mmoja afanye hivyo, ninaamuru. Katika makanisa yote, si katika sinagogi, bali katika makanisa. Anasema, uliitwa ukiwa umepewa tohara. Kaeni hivyo. Uliitwa ukiwa hujapewa tohara. Usitahiriwe. Tohara si kitu na kutotahiri si kitu, bali ni kutii amri za Mungu. Na hizi si amri za sheria ya Musa, bali ni amri za sheria ya Roho. Kwa sababu sheria inaua, neema inahuisha, sivyo? Anasema, kila mmoja katika hali ambayo aliitwa akae hivyo milele. Uliitwa ukiwa mtumwa? Usijali, lakini pia kama unaweza kujikomboa, jitahidi zaidi. Kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana akiwa mtumwa ni huru wa Bwana, vivyo hivyo yeye aliyeitwa akiwa huru ni mtumwa wa Kristo. Vema, ushauri umekwisha, kwa sababu anaendelea kuongelea kuhusu mabikira. Kwa mfano, angalia mstari wa 25, kuhusu mabikira sina amri ya Bwana, lakini ninatoa maoni yangu kama yule aliyeonea huruma ya Bwana kuwa mwaminifu. Basi ninaona hii kuwa ni nzuri kwa sababu ya uhitaji uliopo, kwamba itakuwa vizuri kwa mwanamume kukaa alivyo. Umeunganishwa na mwanamke. Usitafute kujitenga. Uko huru na mwanamke. Usitafute kuoa. Sikia, lakini hata ukioa hautakosa.
Na bikira akioa hatakosa, lakini hao watakuwa na dhiki ya mwili. Na mimi ningependa kuwaepushia dhiki hiyo. Paulo anasema kwamba ndoa iheshimiwe na wote, lakini baadaye anasema ni dhiki. Haya, je, kuwa na mke ni dhiki? Anasema mstari wa 29, lakini haya ninasema, ndugu, wakati ni mfupi, basi wale walio na wake wawe kama hawana. Sikia, lakini usitumie hii kumchukulia kipimo mkeo, kumtesa au kitu kama hicho. Unajua, unachojaribu kusema ni kwamba umshughulikie bwana wako pia wewe na mkeo. Jaribu kushughulikia kila kitu kadri uwezavyo. Anasema mstari wa 30, na wale wanaoomba kama wasiomboleze, na wale wanaofurahi kama wasifurahi, na wale wanaonunua kama wasimiliki, na wale wanaofurahia ulimwengu huu kama wasifurahie, kwa sababu muonekano wa ulimwengu huu unapita. Basi ningependa muwe bila wasiwasi. Mtu asiyeolewa anajali mambo ya Bwana, ya jinsi ya kumfurahisha Bwana, lakini aliyeolewa anajali mambo ya ulimwengu, ya jinsi ya kumfurahisha mkeo. Sikia, jihadharini, anasema jinsi ya kumfurahisha mkeo, kwa sababu hapa anaongelea pia kwa mtazamo wa huduma sana. Anaongelea kwa mtazamo wa huduma. Waziri Paulo anasema ni bora asiwe ameoa. Hata hivyo, pia anashauri kwamba anayehudumu awe mume wa mwanamke. Hana wawili, lakini ana mmoja. Asiwe na wawili kwa wakati mmoja, awe na mmoja. Kuna waziri walioa zaidi ya mara mbili, lakini awe mume wa mwanamke mmoja tu.